Kama ilivyo kawaida, tuendelee kuichapa jaramba imoja ngoma bomba zaidi. Zia katika eneo moja hivi ambao wanafahamika kwa jina la Mapo. Hapa kuna watu wanafanya kazi ya ukuli. Yaani watu ambao wanajihusisha na ubebaji wa mizigo kutoka katika meli na kuleta katika nchi kavu. Bwana mmoja ambaye kwa sasa ndio kama kiongozi katika ile eneo. Na kile ambacho watu wanapata huwa kinakatwa asilimia chache tu kama kodi ya makubaliano kwa wale watu ambao wanakuwa wamewapatia tenda ya kufanya kazi. Basi mtu mmoja aliweza kukatwa hiyo kodi. Sasa aliweza kulaumu sana, akidai kwamba kiasi ambacho amepewa ni kidogo sana kulinganisha na kile ambacho anakihitaji. Basi kutokana na ubishi wake tu juu ya kile ambacho amepewa, juu aliweza kujikuta ameingia katika matatizo mazito zaidi. Lakini yote yakiwa yanaendelea, kuna bwana mmoja ambaye alikuwa anatazama sana mchezo. Sasa wewe wacho ambacho umepewa kama unasema kidogo, maana umechoka kufanya kazi katika ile eneo, kwa sababu ni utaratibu tu ambao umeweka muda mrefu zaidi. Naambia mzee aliweza kula ngwara, alikula kipigo cha kutosha tu, yale alikuwa katika haki yake. Ile mtu baada ya kupigwa sana, baadaye aliweza kuchukua hata kile kidogo ambacho alipata na kuweza kumiminia kwa dharau zaidi, na kwamba kila mtu katika ile eneo anatakiwa afanye utaratibu. Na mtu ambaye alikuwa akifanya yote, bwana mkubwa ambaye anafahamika kwa jina la Mudok, ndio team leader ambaye alikuwa anaongoza katika kile eneo. Sasa wanasema kila bosi na bosi wake. Majira usiku mtu alikuwa analeta tu zawadi kwa mkulungwa kwa kile ambacho amekipata kutokana na kazi ambayo ameifanya katika maeneo ya hizo poti au liver hizo ambazo zinapatikana katika maeneo. Basi ulikuwa ni mtu mkubwa sana, hivyo ulikuwa umegawanyika zaidi. Leo kiongozi aliweza kuletewa zawadi na kila mtu tu, lakini Mudok aliweza kuleta kitu ambacho kilikuwa kidogo zaidi. Na hata hivyo miongoni mwa wafanyakazi ambao wako chini ya bosi alimuonesha kejeli sana Mudok, kwamba hamna kitu ambayo anajuaga wala hamna kitu ambayo anaifanyaga, hivyo anatakiwa mpole tu, kwa sababu kitu ambacho analeta ni kidogo, na maana usimamizi wake hauko sawa zaidi. Hii ilimkera sana Mudok, akaona mbona anakuwa kama dharau, hapo akiangalia bado kama Charlie ni mtoto mdogo zaidi, hivyo akawa ameomba tu aweze kuzichapa ili kuwekana sawa, ili kupeana heshima zaidi kutokana na kile ambacho kinaonekana kwamba bwana mdogo kwa sasa anamdharau Mudok. Basi kiongozi alikuwa na namna tu, aliweza kuambia uwanja upo, na kama anahitaji kuzichapa basi waende wakazichape hapo chini, yeye mwenyewe anahitaji kuiona burudani kwa siku ya leo. Basi mambo yakiwa yanazidi kusonga tu, na watu wakiwa wameingia kwenye ugomvi mkubwa zaidi, kitu ambacho kilionekana kama ni utovu wa nidhamu. Hivyo hata bosi wao alikuwa hajafurahishwa na kitu hiki, kwa sababu wote ni wafanya kazi. Hivyo sasa itokea pendekezo tu watu waende chini wakazichape, ili aweze kuonekana nani mbabe kuliko mwingine. Basi Charlie alifurahi sana. Huyo Mudok ana mbwembwe kinyama, yaani ndio ametoa kifua afu anatikisa, anasema yuko tayari kwa ajili ya kumtandika dogo kipigo ya nguvu zaidi. Lakini Charlie naye alikuwa na group lake, hivyo ilikuwa ni wakati wa mchezo. Hii inanikumbusha kwenye ile Blood Sport ya Jean-Claude Van Damme ile. Yale malingo lingoni. Alafu watu walikuwa wanapigwa moja tu anatulia. Mzee alishenyentwa, aliparaswa katika eneo la bavu. Jaambia bwana kupatia ile ambao naitakaga. Sasa mzee kikweli alikuwa vyema katika mapambano, hivyo ajikuta anashenyentwa na kuzailishwa sana na mtoyo. Walipokuwa na uwezo hata kuweza kurejesha, mpaka wanaambia mzee alikimbia kificha kwenye chemba huko. Baadaye mzee toka akiwa ameshenyentwa sasa mpaka shati. Asema nini ambacho kinaendelea kwa mtu kunifanyia madharau katika eneo langu? Lakini kwa bahati mbaya tu aliweza kugongana na mtu mmoja njiani akiwa anapita. Sasa amepigwa afu bado akawa anatukana asipokumjua mtu huyu nani. Basi mtu aliweza kurejea tu, lakini baada ya kumwangalia huyo mzee alimuona kama mpumbavu mmoja tu ambaye hana chochote cha kuweza kufanya. Aambia kwa muda huo hana cha kupoteza kwa mtu ambaye ni mpumbavu, yani hana chochote kile. Mzalau sana mzee, afu akacheza mbali. Huyo ana mabodyguard, huyo hatujajua nani.
Kama kawaida wakiondoka ndo mzee huwa anatukana. Lakini pia aliweza kuambia vijana wake tu ya kwamba ni watu ambao kwa sasa kama hawana msaada, kwani wanaangalia mtu huyo anaweza kumuonea. Anamwambia muda ukienda nyumbani pasipo bila nguo. Na kweli hivyo enda nyumbani kilikuwa ni kizaazaa. Mama anamchapa anamwambia akatafute nguo. Basi mzigo unatusha upande wa pili kabisa, ikiwa ni siku nyingine alfajiri na mapema. Wajuba wakiwa wanatafakari ni vipi wataweza kupata riziki zao. Makuli hawa ambao wanasubiri meli au boti ziweze kutua ili waweze kuhamisha mzigo. Sasa Charlie kwa sasa ndo boss baada ya kumshenyenta. Anasema anahitaji vijana 10 tu kwa ajili ya kushusha mzigo siku ya leo. Basi mwamba inabidi afuate utaratibu. Migongo hiyo kengele ukisikia hiyo ikiwa why number, kwa sababu wale 10 ambao watakuwa wamepanga mwanzoni wataweza kupata nafasi. Basi waliweza kuhesabiwa watu 10 tu. Lakini miongoni mwa watu 10 ambao walihesabiwa, kila mtu alikuwa na kato cha juu kutokana na nafasi ya kuweza kuchaguliwa. Yaani ukichaguliwa unakatwa kodi ya kuchaguliwa, lakini pia na kodi ya kufanya kazi. Ikizaza zaidi. Sasa kuna mzee mmoja ambaye alikuwa anahitaji kushusha chumvi, lakini kwa sasa anashangaa oda kushusha chumvi ni kama haipo. Atangulia oda nyingine ya kushusha mchele. Anasema mbona unalalamika sana? Ina maana hujui utaratibu au? Aliweza kumshenyenta mtu mmoja. Aweza kuambia usije kwenye eneo la kazi afu unakuja. Sasa mzee alikasirishwa sana na kile ambacho kiliweza kufanywa. Moja kwa moja aliofuata wale vijana ambao wamebadilisha utaratibu katika eneo lile la kushushia mizigo. Anasema mnajua kabisa mimi nilikuwa kwanza, alafu na mzigo ambao una umuhimu sana, hivyo ulikuwa unatakiwa ushushwe mapema zaidi. Basi walimwelekeza mtu huyo aweze kufika kwa bosi wao. Huko kuna mtu anaitwa Lord Deo Kake. Huyo babu kuna sehemu tulikuwa naye. Usihangaike sana, tulikuwa naye katika picha ambayo imetangulia kuwekwa hapo, ambayo alikuwa anakwenda kwa jina la Bon Appetit Your Majesty. Mzee tulikuwa nao alikuwa anatumia jina la Prince Jason. Basi mtu alibidi aje kwa Atwa kuweza kutoa mwongozo wa rushwa tu ili mambo yaweze kupitishwa kiurahisi zaidi. Huyu inspector mtu mpya ambaye amekuja kwa sasa kidogo ana utaratibu wake mgumu zaidi. Alikuwa anapata kinywaji na mmoja ya vijana wake ambao anawategemea sana hapa. Lakini sasa baada ya kile kitendo aliweza kuchange zaidi. Akamwambia mbona unajisahau sana? Unajiona una nguvu ya kuweza kuongea na mimi? Tu alitetemeka zaidi. Asiwa kwa nini unaongea wakati mimi naongea? Wewe ni mbwa tu, unatakiwa usikilize kile ambacho nakisema mimi, kwa sababu kwa wakati mwingine itakupelekea kifo. Anambia mjomba alimpiga biti sana, alafu akamimina hiyo pombe, alafu kwa madharau zaidi anambia kila kitu kiko sawa, kwa usipate gazabu yoyote, ni kama tulikuwa tunacheza tu. Anambia mwanaume ni katili kinyama. Basi baada ya kuhakikisha kila jambo limekaa sawa, mtu huyo aliweza kurejea kwa kiongozi wake ili kuweza kutoa taarifa juu ya kila ambacho kimetokea. Anasema umelipa tena nini? Anasema nimelipa kwa sababu pale palikuwa pana kipingamizi kizito sana katika swala la kuweza kupitisha mizigo. Anasema wakati mwingine utakuja kuingia katika matatizo tu. Lakini kuna Charlie ambaye anasema kuna wakati busara inatakiwa ichukue mkondo wake, sio watu wa kutoa hela tu. Anasema sasa unafikiri ingekwaje? Basi moja kwa moja tunaletwa upande wa pili kwa mwanadada anaonesha vitu vya samani sana, na yuko katika jumba la watu ambao wana maisha ya juu zaidi. Hapa yuko na kijimomvuli tu, amekuja kukiuza. Anasema nyangi 10. Lakini sasa baadaye nikuta katika wakati mgumu zaidi. Mzee wake amemkamata sasa. Anasema unatakiwa uweze kuolewa. Na nani aliyekwambia ubebe vitu na kwenda kuuza? Anasema baba, mimi napenda nijifunze biashara. Napenda niwe merchant zaidi, kwa sababu nimezaliwa katika mji mdogo wa kibiashara. Hivyo biashara ni kitu ambacho nakipenda zaidi. Kwenda kujua habari yake zaidi. Sasa majira ya usiku, mtaalamu ambaye inspector mpya ameingia. Alimba kutana na wafanya biashara kidogo kwa haya maeneo. Kuna namna anahitaji kuteta nao juu ya ukusanyaji wa mapato kutokana na mfumo ambao ameweka. Anasema najua nyinyi ni watu ambao mna muunganiko sana katika flow au mtiririko wa yale maji ambayo yanapita katika mto mkuu zaidi.
Hivyo ni vyema kila mtu tu aweze kunipatia kile ambacho amekikusanya, kwa sababu sitahitaji wakati mwingine kuweza kusumbuana nanyi. Basi asema kuna inspection maalum ambayo ataenda kuifanya, lakini pia aliweza kuhitaji kupata utambulisho wa watu wote hawa ambao wana muunganiko katika flow ya maji ambao wanaingia katika eneo la mapo, wanaita mapo Basi watu hao shangaa sana jio wa mtu mpya ambaye kwa sasa ana muunganiko na mtazamo tofauti zaidi na yule ambaye alikuwepo kwa kipindi hicho. Basi watu hao wajaribu kumwambia tu jua nini ambacho kiandikiwe kiende sawa zaidi, lakini pia waliweza kutoa mifano mingi sana. Lakini mtu kwa sasa alikuwa anahitaji kusikiliza mtu yote tu. Zaidi alikuwa anahitaji kupata kiasi cha fedha nyingi sana ili aweze kuhakikisha mambo yanasonga zaidi. Lakini sasa kuna mtu aliweza kuonekana anachonga sana, na hapa alihitaji kumuonesha mfano tu kwamba yeye yuko serious kiasi gani. Asema nisamehe kwa kila ambacho nimefanya, lakini alikutana nazo nyingi baba, alikula nyingi kinyama. Alafu mwanaume anasema kwa wakati mwingine sihitaji kurudia kile ambacho nakisema. Basi watu wote walipiga ishara tu ya kuonekana ni kama mbwa kwa mtu huyo, hivyo anaomba msamaha kwa kile ambacho kimejitokeza. Alafu mnyama anaondoka, lakini mzee anasema ipo siku utakuja kulipa kwa hii ambayo umenifanyaga. Sasa Mnyaturu anajali, anasema bosi naye na bosi wake. Sasa moja kwa moja kwa mtu ambaye anamtuma mtu huyo, hatupati kuiona sura yake, lakini sasa ndo mtu ambaye alikuwa analetewa vitu vya zamani zaidi, yani silver na gold kwa kipindi hicho, ndio vitu ambavyo alipewa mtu yule. Basi wanasema ni siku nyingine tena, chali huyo hapa anasema leo nahitaji vijana 12, hivyo muda ukifanya haraka tu. Basi iligongwa kengele kwa ajili ya uchaguzi wa vijana 12 ambao wataingia katika mchongo wa kupiga kazi siku ya leo. Basi watu wajipanga sahihi, na hapo alihesabu kuanzia mbele tu. Mtaalamu wetu wa zamani alikosa nafasi, alisa akiangalia anaona kama kuna mzee mbona afya ni mgogoro. Anasema huyu anaenda wapi huyu? Anaweza kumteua mkali wa zamani, anamwambia njoo chukue nafasi. Msinzalau kwa sababu mimi mzee na nguvu na naweza nikafanya kazi. Hebu nipeni nafasi yangu, nipeni haki yangu. Nahitaji kupata chakula. Lakini sasa mzee alichokutana nacho kilikuwa ni kipigo tu, kwa sababu ni kama alikuwa analeta usumbufu kwenye muda wa kazi zaidi. Alafu kile kitambulisho cha kuweza kufanya kazi kwa siku ya leo anaenda kupewa mtaalamu huyo. Huyo mwamba bado hatujamjua jina lake, mtu ambaye kwa sasa ongei sana, na ndio nyota mzuri hapa tamthilia bomba zaidi. Mzee alitupwa kwenye maji, anaambia kama unataka kufanya kazi vai na uingie kwenye kazi. Sasa anaingia katika kazi hiyo. Unafikiri nini ambacho kinajiri katika episodi safi inayofuata? Alio akiwa anakunywa maji, alafu kuna Mnyaturu anagojewa kule, ni kizaza zaidi. Hebu tukutane katika episodi inayofuata kujua nini hatima mambo yote zaidi. Hii hapo ni sound ya Mgojosoni kutoka ZZ Production. Yeye ananitaga Follow DJ, siku hizi wananiita bye, kutoka kitengo bare wa 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania. Tuzidi kusongezea burudani bomba zaidi. Hii hapa ni katika episode kabisa ya kwanza, kwa hiyo usikose episode ya pili ya mzigo bomba sana hapa, ambao oji unafahamika kwa jina la Zemuki Stream. Line ya the chosen one kama kawa Kamsamida. Here we go. Ciao. Na wajomba kuhitaji kumchapa nini ambacho kinajili, na yeye anachodai ni ujira wake kwa kazi ambayo ameifanya. Hebu tuanzie hapa. Hello. Basi mwamba akiwa anaoga, aliona mjuba anakojoa kule, katema ale maji. Kama mbona ni ushamba. Anasema kwa wakati mwingine anatakiwa kae mbali na mimi, usinifuate maana ndo kufanya kitu ile ambayo kuagi kufanywa before. Lakini sasa katika episode safi inayofuata live kwa bomba. Okay, usipate shida, watu watamba na ngoma kizazi zaidi. Basi ilikuwa ni siku nyingine tu katika mpangilio wa kuendelea kufanya kazi katika mall ya Extreme Water, katika kitengo ambapo kuna watu wanafanya kazi za cargo delivery.
Lakini kwa bahati mbaya kuna mzee aliweza kujikuta amepigwa kumbo na kuingia ndani ya maji akiwa na mzigo wa watu. Lakini Charlie aliweza kuingia kwa ajili ya kumpatia msaada mtu huyo kutokana na alivyoiona afya yake tu. Lakini ghafla aliweza kukutana na buti la Jeje, buti kutoka kwa mzee. Anamwambia ni mpumbavu sana, naingilia biashara ambazo hazikuhusu. Ni vema ungesimama kwenye eneo lako muhimu tu na sio kujifanya kama ni mtu ambaye unajali mtu mwingine. Hakika hiyo sitaipenda kwa wakati mwingine. Lakini Charlie alikuwa anamwambia tu, nimefanya kwa sababu naamini kila mtu bado ana haki ya kuishi. Captain ambaye waga anamiliki maeneo, assistant officer ndio alikuwa anampa onyo bwana mdogo. Sasa huko upande wa taarifa natangazwa kwamba kwa sasa watu watapiga kazi tu, kwa hata kama mzigo wa kipato utaweza kuingia, yani ujira wao ndio wafanye kazi zaidi. Lakini kuna mtu aliweza kukataa. Basi utakuwaje tufanye kazi pasipo kulipwa? Lazima tupewe kitu ya kulipwa. Tuwe kukutana nazo nyingi zaidi. Yani Charlie ni kwamba alimpiga rungu za kutosha. Alafu kamcheki Mkurungwa pale. Naona kuna mtu anaishangaa sana ile tukio. Akasema naona mtu huyu na kitu ambacho anakihitaji. Huyo mzee leo alikutana na kisago sana. Alafu ilikuwa ni kama onyo tu kwa mtu yote yule ambaye anaweza kupingana na oda ambayo inaendelea kwa sasa. Asema yuko ndio ananiangalia kwa macho hayo. Basi Charlie aliweza kumfuata mzee mzima. Akamgusa kwanza kwa madharau mengi sana. Alafu alichofanya ni kumchapa mbata. Mwanawe akatulia tu kama ajue. Kisha akampiga mara kwanza, akampiga mara pili, ya tatu mwamba akazuia. Akamwambia bwacha hiyo ambayo unafanya. Akamsukuma na teke huko. Alafu bado akazidi kutamba tu. Lakini kwa bahati ambayo ilikuwa nzuri, aweza kufika kiongozi mkubwa sana ambaye anahusika na ile eneo. Anasema kwa wakati mwingine tukutana, ndio fanya kumaliza tu. Mwamba alikaa kimya sana. Ni mtu ambaye waga ongea zaidi. Sasa kwa vijakazi ambao wanajipendekeza, wanajishusha tu kwa mtu huyo ambaye kwa sasa ndio ampewa nafasi ya kuweza kushikilia ile eneo, yani control kila kitu katika ipoti au streamu ambayo inasafirisha mizigo katika ile eneo. Basi anasema ndio tukupatie kama zawadi tu mkuu, lakini pia itafika mpaka kwako. Lakini baadaye jamaa anasema oya, weka na mchanga huyo ili anavokula akutane na hizo changamoto. Hakuna kumpa kitu yote nzima, lazima aweke mchanga. Sasa uangalie mpumbavu huyo. Basi ni majira usiku katika kambi ambayo wanakaa watu ambao ni kama makuli. Na jamaa analalamika kwamba kuna mtu ameweza kuchukua mchele wake. Hivyo ilikuwa ni mpigano mkali sana. Lakini usiku huu mwamba aliweza kukosa usingizi juu ya kumbukumbu ya mzee mmoja ambaye alimwomba sana afanye kazi ili aweze kupata kitu cha kuweza kukizi familia yake, yani kuweza kukizi kumsaidia mke wake. Hivyo majira haya usiku alihitaji kufika katika ile eneo tu ambalo anapatikana mke wa ule mzee ili aweze kumpatia hata mchele basi. Basi baada ya kufika katika pango la siri zaidi, kitu cha kushangaza zaidi, wakati anatoka aliweza kanyaga mkono. Na hapa alipoweza kufungua, aliweza kukuta mwili tayari umeweza kufa muda mrefu zaidi. Lakini pia nje anasikia kelele za watu kwamba kuna mtu amejinyonga katika area hizi. Mwanaume anacheki anaenda kumkuta ni yule mzee ambaye alikuwa anaomba sana msaada, kidai anahitaji apate chakula cha kuweza kusaidia familia yake. Ameweza kuyachukua maisha yake mwenyewe. Basi mwamba aliweza kupanda juu kwa ajili ya kwenda kukata ile kamba na kuhakikisha anatengeneza nafasi ya kumzika mtu huyo katika hali ya kibinadamu zaidi. Lakini ilimpa gaza sana mkali. Bado jina lake tujapata kulijua. Kumbuka tuko na episode ya pili tu, picha bomba zaidi. Wasema Muri Kibanditi. Na hii ni sauti ya Falu DJ. Nite baba the chosen one. Walitaga bye. Basi leo kulikuwa na ugeni. Kuna binti mmoja ya kifahari sana. Alikuwa ametia miguu katika ile eneo. Lakini kwa bahati ilikuwa mbaya, weza kugongana na Mkurungwa. Mkurungwa alimwangalia sana binti huyo. Kuna kitu ni kama kilikuwa kinapita katika fahamu za hisia zake. Na binti alimwangalia sana mjomba. Basi mwamba alihitaji kumwokotea kile kitu ili aweze kumpatia. Lakini kijakazi aliweza kuja na kuzuia ile biashara. Lakini sasa baadaye binti akiwa anatembezwa katika maeneo yote haya ili kuonesha uzuri wa mji, ni mtoto wa kiongozi mmoja mkubwa sana. Basi watu wakiwa wamaliza kupiga kazi, sasa walikuwa wanauliza juu ya ujira wao kwa kile ambacho wamekifanya siku ya leo. Anasema wale wanatokea familia ya kitajiri, hivyo hakuna kitu ambao anawezaga kulipa
kutokana na kwamba yule ni mtoto wa second state councilor. Kwa hiyo waga yeye alipia hapa. Lakini jamaa mbea kitu kimoja tu, hatuwezi tukaishi tukiwa tumefanya kazi basi tunaambia mzee mzima anasema ndachukua share yangu, lakini ile inayosalia tawapatia watu wengine tu. Aweza kuwapatia machali wake hiyo ya ujira ambao umepata baada ya kupiga kazi, alafu Mnyabumbu akacheza mbele na namna hiyo. Ibara zito zaidi. Nasema watu wa mapo wamekwaje? Sasa Chalia amefinywa kinyama. Narudi kwa blaza wake. Anasema ilikuwa ni kama aibu tu, namna ambavyo nimeshinyentwa vibaya. Sasa inakuaje? Mbwa mwitu anakuwa defeated na mnyama mdogo kama huyo. Anasema nimesikia juu ya vitu vingi zaidi. Najua safari yako kufika hapa Johnson. Sijajua nini ambacho kimekuleta katika taifa la Johnson. Anasema Imapo River ambayo imezunguka Anyang, Zegyo Gang River, sehemu ambayo imezungukwa sana na mabari. Hivyo kuna biashara ambayo nataka tuifanye. Kama kutakuwa na makubaliano, itaweza kutupa faida kubwa zaidi. Mzee anasema ina maana unataka tufanye smuggling, Lakini mzee kwa sasa aliweza kataa. Sio pamoja na kwamba profit ni kubwa sana. Naona unasahau ya kwamba mfalme siku zote yupo kwa ajili ya kuangalia maeneo na mipaka yake. Basi mzee mzima aliweza kutoka tu akamwambia chali wake kwamba mzee ameweza kuleta ugumu katika kile ambacho anakiomba. Sio bado tujajua habari yake vyema zaidi, lakini sasa anasema anahitaji kuteki control Gyogang River, kushika biashara zote katika eneo la mto Mapo huko. Tujui kwa nini anasema yote. Hadi sasa upande wa pili kwa mzee baba, anajiuliza nini ambacho ataweza kufanya kwa wakati huo, kwa sababu ameshaharibu mchezo. Ile posho ambao amechukua imewakosti sana. Basi tunaambia kaka mtu aliweza kuwaita wazee kina Mudok na timu yake ambao aliweza kuficha mpunga. Anasema kwa kila ambacho mmefanya mmeweza kupelekea maumivu sana kwa mdogo wangu. Sasa leo tutatembea fimbo kwa kila mmoja ambaye amehusika. Hilo ni gogo hilo. Mmoja mmoja asogee. Nikamzozo zaidi. Hii hapa inakwenda kwa jina la Mulki Bandit. Lakini pia mida saa 2 kamili pale usikose, tutakuwa tunapiga final episode kabisa ya mzigo bomba zaidi wa Bon Appetit, Your Majesty. Hiyo inaisha leo. Hii tuzidi kusonga na hapa picha nyingine mpya kibabe zaidi. Basi baada ya kufika kwa Mudoki, ni kama ilikuwa bahati ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi. Kabla hajaadhibiwa mzee huyo, kiongozi waliweza kutoa muktadha kwamba achwe. Ili Chalia alimchenyenta tu. Anasema niwakwambia achana naye huyo, nitajua namna ya kumaliza naye. Anasema kwa wakati mwingine itakuja kuwa mbaya. Anamwambia yoni achana na huyo mzee. Basi mzee alifurahi sana. Hata hivyo aliguswa rafiki yake wa pembeni. Mzee akaona mambo yamesha kuwa mengi sana. Anasema kwa leo nimekusamehe tu kwa sababu Deo Kagablaza ameweza kuingilia mchezo. Basi wanatoka wakiwa na furaha sana baada ya kusamehewa tu kwa kile ambacho alikuwa amekifanya. Lakini baadaye mkale ambaye anafahamika kwa jina la Deokage aliweza kumuita Mudoki kujibia juu ya kile ambacho amekifanya. Wazilifu wakificha kiasi cha fedha ambacho kimeweza kupelekea matatizo sana. Hivyo aliweza kumuita aweze kupata kaswaji kidogo. Anasema niko sawa mheshimiwa. Kunywa. Basi ilibidi mzee aweze kuikunguta hiyo mambo. Lakini pia aliweza kumwekea. Anasema naomba nikuwekee naye. Aambie cha msingi relax na utulie tu. Bado hujajua biashara ambayo nimekuitia. Lakini sasa kutokana na challenge ambazo umezipitia, lakini pia umri wako umeenda sana Mudoki, nafikiria ni wakati sahihi wa kuweza kuachana na hii biashara. Unaweza ukatafuta sehemu ya kwenda kuishi tu. Mimi ndakupatia kiasi cha nyangi 8. Nenda kufanya biashara uvuvi na urejee katika familia yako, kwa sababu biashara imeisha kushinda. Anasema nisamehe Deokage, sitaweza kufanya tena. Lakini mzee mwambie kitu kimoja tu. Kutokana na umri ambao alionao kwa saizi, ni vyema angeachana na hii biashara, hivyo akafanya kazi za uvuvi. Lakini kuna kitu ambacho alimwambia hatukuweza kupata kuelewa ni nini ambacho alimwambia mara mwisho. Lakini Mudok baada ya kutoka pale alikuwa ni mnyonge sana. Kuna kitu ambacho kinamuumiza sana akili. Yeye aliombiwa ni kazi moja tu, akisha anamtafuta Chalia aliyeleta kizaazaa zaidi. Lakini pia kumbuka naye na cha wake
sababu mwanzo alikuwa na kacheocheo fulani. Sasa kazi yake ni kwenda kumtafuta Mnyabumbu, mwamba mwenyewe. Upande wa pili mwanaume anakata miti na kusanya kuni tu. Saizi anataka ingie katika biashara ya kuni ili kujitengenezea ujira wake. Sasa baada ya kukata kuni zake vyema, waleta upande wa pili kuna chali mmoja anasoma huku anakula. Mzee anambia, wewe sipendi hicho ambacho unafanya. Asema lakini kwa sababu tayari umekuwa na fedha nyingi sana, najua matabaka ambayo umejigawanya tangia muda mrefu zaidi, mimi sijioni kama niko perfect kuweza kusimamia biashara, lakini hiyo dadangu nafikiria anaweza kusimamia hizo biashara. Basi dada yake ndio huyo ambaye anapenda sana biashara. Mwaseo, baba, nimejifunza mengi sana kwenye biashara ya chumvi na vitambaa, kwa naamini naweza nikawa msimamizi mwema. Shali ni kwamba amekataa ofa babake. Basi aliweza kumuita mtu ambaye ni kama mfanyakazi wake mkono wake wa kulia. Anasema kwa saizi hatuna nafasi yoyote ya kuweza kufanya zaidi tu tufikirie namna ya kumweka binti kwa msimamizi mkuu wa biashara, kwa sababu hata hivyo anaonekana na experience na uzoefu wa hiyo kazi. Hii sasa upande wa pili kwa mtaalamu, baada ya kusanya kuni alileta sehemu moja kwa ajili ya kuja kuuza tu, ikiwa anamsubiri mnunuzi hapa aje aweze kununua mzigo huo wa kuni aweze kujipatia kipato cha fedha. Basi alikuja mtu ambaye waga ndo ananunua hizo kuni. Sio baada ya kufika alikuwa anamuonesha madharau sana Mnyabumbu. Asiwa kwa nini ujibu pindi ambapo bosi wangu ananiuliza, unajua uko smart sana Lakini sasa kuna namna ambayo natakiwa ujue. Pamoja na kwamba unajihusisha na uuzaji wa kuni, lakini pia lazima ulipe ushuru. Una kuni za kwangu afu nilipe ushuru. Naambia kama unabisha itakuwa mbaya sana kwa upande wako. Lakini sasa Mnyabumbu aliona wafundisha somo tu, sababu sio mtu mwepesi zaidi. Anaambia ache kuni afu aweze kuondoka. Kwa sababu mimi nitaondoka na mzigo wangu tu, kwa sababu hajataka kununua, lazima niondoke nao. Asema una chochote cha kuweza kufanya juu ya kile ambacho nimekiandaa mimi. Naweza kumgusa mzee na kumtuliza. Mzee alia, mkono wangu jamani nisamee. Lakini sasa hata umpambe naye alikuwa na tete wa meka. Au akachukua shoka afu akaikata katikati. Nikizaazaa zaidi. Anacheza mbele tu akiwa maizana na watu. Asema mtu ni hatari sana. Hiyo story yake ambayo imejificha inaonyesha ni zaidi ya jehanamu. Mnyabumbu anacheza kumberi zaidi. Sasa upande wa pili katika eneo ambalo analalaga ile kambi, amefika muda kiku. Kuna kitu ambacho amekuja kukitafuta. Na hii ni oda ambayo amepewa na yule kiongozi. Basi aliweza kukiona kijibegi cha mtu huyo. Na hapa alikuwa anakagua kuna taarifa ambayo anaitaka. Katika kutafuta kote, akajiuliza mambo mengi juu ya story ya Mnyabumbu. Kuna kitu ambacho alikuwa anakihisi kwa mtu huyo. Sasa ile pekua aliweza kukuta karatasi moja ambayo imeandikwa ujumbe asio utambua hata nini wanamaanisha kwa wakati huo. Basi aliweza kuchukua ujumbe huyo. Lakini kabla hajatoka, anamwambia mwamba aliweza kufika. Sasa mzee aligaragara kapita kwa nyuma tu, kama ameweza kuchukua ujumbe na kumkonyeza chali yake kwamba mambo yako sawa. Basi ujumbe alivyoenda kusoma, kuna kitu ambacho kilikuwa kimeandikwa. Mzee alikuwa anamchanganya kwa sababu hata hivyo alikuwa hajaelewa vyema nini ambacho kimeandikwa mule. Na sasa upande wa pili kuna detective mpya anaonesha skills yake hapa. Ni mkale ambaye tuko naye ndani. Nakwambia tuko naye katika picha gani, kwa hiyo wewe tulia tu, kwa sababu ukiwa na mgojosoni hakuna kitu inaharibikaga baba. Wasema mtu huyo ana uwezo mkubwa sana, lakini pia skills yake iko juu zaidi. Anaitwa Officer Jang. Anaingizwa katika kitengo akiwa kama askari wa pili katika taifa, ambaye amekuja kwa ajili ya kulinda tu swala la mapato ambayo yanapatikana, ikiwa umetokea katika department, kitengo maalum ambacho kina muunganiko na mfalme. Hivyo mtu amekuja kumuongeza nguvu kwa huyo mzee ambaye alitangulia muda kinyama zaidi. Huyo babu ambaye anamzungumzia alitangulia, tuko naye katika ile picha ya Bona Peti wa Majesty mole. Anaitwa Prince Jason. Hizi tunazijua mno. Basi baada ya kufika aliweza kuletewa zawadi. Lakini mtu aliweza kuuliza sana kwamba anapewa zawadi ya nini. Anasema hii ni zawadi kwa sababu umeweza kuungana na sisi, lakini pia ni utamaduni wetu tu juu ya kuelewa juu ya sheria
na ule mwongozo ambao umewekwa katika ile eneo. Lakini mtu kwa sasa kuhitaji zawadi kwa sababu ya kupata maelezo ya kina kwamba zawadi imetoka kwa nani na ina maana gani kwa upande wake. Hivyo aliweza kuikataa. Lakini Mnyabumbu, ninapenda kumuita Prince Jason, mwamba kazi kweli kweli, asema unatakiwa tu uchukue kwa sababu umepewa kama zawadi. Hata hivyo mtu anatakiwa azungushwe katika maeneo mbalimbali ili aweze kulitambua mipaka ambayo inapatikana katika map river. Hadi sasa upande wa pili kwa binti sasa anabidi apewe mwongozo wa namna gani ataweza kufanya biashara, lakini pia kutanishwa na watu ambao wana muunganiko katika eneo la biashara zaidi. Kwanza ilikuwa ni lazima akutane na bandits, watu ambao wanalipwaga kodi tu kimabavu, tofauti na namna serikali ambavyo inataka. Asema leo nimekuja kuwatambulisha kiongozi wetu mpya katika msafara wa biashara. Wanyabumbu akina Yun wanamcheka sana binti, wao tuletea mrembo katika kazi zetu. Asema lakini hakuja hivi, alikuja na kazawadi kadogo. Basi watu waliweza kupewa kijizawadi, waliweza kufurahia sana. Lakini pia walisema itakuwa ni vyema kama watafanya kazi pamoja, hivyo wanashukuru sana. Sasa binti anakuja kuletwa kwa mtu wa pili ambaye ndo team leader kutoka department ya bandit yuko, ili aweze kuteta naye kidogo. Huyu anaitwa Chief Kang, naye ni miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa zaidi. Hivyo binti lazima ina partnership na watu ambao wanafanya biashara. Basi hata hivyo mtu huyo aliweza kuchukua kinywaji na kummiminia. Asema kunywa hiki kama unahitaji kuwa na muunganiko na sisi. Lakini binti pasipo mashaka yote alimuita mfanyakazi wake sio Son. Akasema ndaichapa tu pasipo na mashaka, wewe tulia usipate wengi. Binti akaweza kuichapa ile pombe yote na hatimaye akamaliza. Watu ni watu ambao wanaishi maisha ya luxury sana. Binti anasema kila kitu ndakifanya, lakini sitakuwa na uyali wa kulipa kitu ambacho kitakuwa kina maana. Yani kama swala la ulipaji wa rushwa yeye ataweza kulitoa, hivyo ataripoti kitengo cha polisi. Hadi sasa binti pia aliweza kumwambia mtu huyu yeye atasimamia mipaka kazi yake na atafanya kile ambacho anakiamini kiko sawa. Mpambe wa babake anamwambia my lady, be careful, unacheza na watu ambao wachezaji. Sasa binti akiwa anatoka katika lile eneo, tunaonyesha upande wa pili Charlie Mudoki maisha jua Mnyabumbu ni wapi anapatikana. Hivyo aliweza kufikisha taarifa kwa brother Yuan. Anasimanisha jua wapi yule Bang, mamba ambaye alimchapa Charlie wako, anapatikana. Sasa anahitaji kwenda kumfuata huyo mzee mzima anamuita Bang kwa ajili ya kulipa kisasi tu kwa kile ambacho kilitokea kwa mdogo wake. Simu ni kubwa zaidi. Sasa anaenda katika hilo daraja kwenda kumshambulia Mnyabumbu. Lakini ndo muda huo binti alikuwa anapita katika maeneo. Anaona akiwa ametulia tu na kuni zake. Wajomba wana wengi kinyama. Anaambia tulia bwana, unaona msafara wa kiongozi unapita. Alikuwa ni Charlie ambaye inspector mpya katika ile eneo, anapitwa kuoneshwa mipaka na maeneo mbalimbali ya ile eneo. Lakini pia binti naye alikuwa anapita katika ile eneo. Sasa kwa heshima na lazima anapopita askari mkubwa sana mwenye muunganiko na jumba la kifalme, watu wote wanainama. Lakini mjomba baada ya kuangalia watu hao aliweza kuiona sura ya mtu ambaye kama anaitambua, afu amechoka kinyama. Anamuita Si Yuli. Hapa ndo tunajua jina la mwamba. Mwamba anaitwa Si Yuli. Anajuaje mtu huyo? Angalia ameweza kumuita mtu huyo mpaka Mudoki anashangaa sasa. Huyo anafahamiaje vipi na wakubwa? Ana connection gani? Binti mwenyewe anashangaa. Mtu huyo anaonekana ana connection kubwa sana na anaheshimiwa sana. Kucheki anakuta kitu imeandikwa Jung Chun. Huo ndo ujumbe ambao alikuwa amemwandikia rafiki yake Jung Chun. Na hapa alikuwa amefurahi sana kupata nafasi ya kuweza kumuona. Sasa mtu huyo ni nani katika historia yake? Na Jung Chun ni nani kwake? Hebu tukutane katika episode ya 4 tu. Jua muktadha wa burudani bomba zaidi. Hii hapa nitoka kitengo pale DC Production. Inachapwa na Mgojosoni. Siku hizi wananiita bai kaka mkubwa, au sio? Basi majira saa 2:30